Mbinu 7 za kuongeza connection kwenye kazi yako. Katika ulimwengu wa sasa, msemo wa zamani unasema, your network is your net worth. Yaani, watu unaojuana nao ndio thamani ya utajiri wako. Unaweza kuwa na akili sana, unaweza kuwa na vyeti vingi, lakini kama hujulikani na watu sahihi, utabaki unafanya kazi ngumu huku fursa kubwa zikipita juu ya kichwa chako. Connection sio ujuaji au upendeleo. Connection ni uaminifu na mahusiano yaliyojengwa kwa mkakati. Watu wenye mafanikio makubwa hawajafika hapo peke yao. Walifika hapo kwa sababu walijua ni mlango gani wa kugonga na nani wa kumshika mkono. Kabla hatujaingia kwenye mbinu hizi 7, hakikisha una subscribe kwenye channel hii ya GR Hamasa Wisdom, mahali ambapo tunajenga fikra za kishujaa. 1. Toa thamani kwanza, the law of value first. Kosa kubwa la watu wengi ni kutafuta connection wakiwa na njaa ya kupata. Wanatafuta watu wenye vyeo ili waombe msaada. Kanuni: usitafute mtu ili akusaidie, tafuta namna unavyoweza kuwa na faida kwake. Unapomsaidia mtu kutatua tatizo lake au unampa wazo zuri, unajenga deni la kisaikolojia ambalo litamfanya awe tayari kukufungulia milango yake baadaye. 2. Jenga jina lako kabla hujaanza kuhitaji watu. Usinyamaze kimya mpaka siku utakapokosa kazi au mradi ndipo uanze kutafuta watu. Connection inajengwa wakati huna shida. Kanuni: jitengenezee taswira ya mtu anayejua anachokifanya, personal brand. Watu wanapenda kuungana na watu wanaoonekana wana mwelekeo. Hakikisha kila unayekutana naye anajua nini unachokifanya kwa ubora wa hali ya juu. 3. Hudhuria maeneo ya watu wazito. Proximity is power. Huwezi kupata connections za maana ukiwa umekaa kijiweni na watu wasio na maono. Lazima uende mahali ambapo fursa zipo. Kanuni: hudhuria mikutano ya kibiashara, semina, maonyesho ya biashara na vilabu ya kijamii vyenye heshima. Kaa karibu na moto ili upate joto. Mazingira unayopenda kuwepo ndiyo yataamua aina ya watu utakaokutana nao. 4. Tumia nguvu ya mitandao ya kijamii, LinkedIn na digital presence. Dunia sasa ni kijiji. Simu yako ni ofisi na ni daraja la kukuunganisha na matajiri wa dunia. Kanuni: tumia mitandao kama LinkedIn kufuata na kutoa maoni kwenye kurasa za viongozi na wafanyabiashara wakubwa. Usitume ujumbe wa kuomba pesa, tuma ujumbe wa kupongeza kazi zao au kuuliza maswali ya busara. Hii inafanya jina lako lianze kuzoeleka machoni mwao. 5. Jifunze sanaa ya kusikiliza na kuuliza, the art of conversation. Watu wengi wanadhani kuongeza connection ni kuongea sana. Ukweli ni kwamba watu wanapenda kuzungumza kuhusu mafanikio yao wenyewe. Kanuni: unapokutana na mtu mwenye mafanikio, usiropoke kuhusu matatizo yako, muulize maswali ya busara kuhusu safari yake. Atajisikia vizuri na atakuona wewe ni mtu mwenye akili na unyenyekevu. Hiyo ndiyo mbegu ya kwanza ya connection. 6. Kuwa mtu wa ahadi na uaminifu. Connection ni daraja linalojengwa kwa uaminifu. Ukiahidi kumpigia mtu simu, piga. Ukiahidi kumtumia ripoti, tuma. Kanuni: hakuna mtu anayetaka kumtambulisha mtapeli au mtu mzembe kwa rafiki yake. Uaminifu wako ndio unamfanya mtu mwingine awe na ujasiri wa kusemea vizuri mbele ya watu wengine. Referrals. 7. Fuatilia mahusiano, follow-up strategy. Watu wengi wanakutana na watu muhimu, wanapeana kadi, kisha wanazitupa. Connection haikui kama haimwagiwi maji. Kanuni: baada ya kukutana na mtu mpya, mtumie ujumbe mfupi wa kumshukuru kwa muda wake ndani ya masaa 24. Endelea kuwasiliana naye mara moja kwa mwezi kwa kumtumia habari muhimu au kumtakia heri kwenye majukumu yake. Usiwe mtu wa kuibuka wakati wa shida tu. Na sasa, sehemu ya kuzingatia. Connection sio uchawi, ni mchezo wa kujali na mikakati. Usitafute watu kwa ajili ya kuwatumia, tafuta watu kwa ajili ya kujenga nao himaya. Mtu mmoja sahihi anaweza kukufupishia safari ya miaka 10 ndani ya siku moja. Connection bora ni ile inayojengwa kwenye misingi ya heshima na thamani unayotoa. Amka, nawa uso, naenda kachanganyike na watu wenye maono. Dunia haina zawadi kwa kijana anayekaa chumbani na kusubiri miujiza.